mapema nimshushe? Nafikiri jambo kubwa ambalo limetuongoza ilikuwa ni confidence baada ya yale matokeo ambayo tuliyopata, lakini pia na kujaribu kutaka kuvunja mwiko, kwa sababu kabla ya hapa tulikuwa na records ambazo kwa zinasema kwamba katika mechi 10 Dodoma Jiji haijawahi kushinda wala kupata sare. So at least tunajitahidi sisi tuliopo tubadili upepo wa hayo matokeo, kwa sababu hii timu ina washabiki, sababu hii timu ina uongozi na ina watu ambao wanaifurahia. So hakuna sababu ya kuwaweka kwenye unyonge. Tunajaribu kuona namna ambavyo tunaweza tukapambana at least kubadili huo upepo, na tumefanya hivyo. Tuliingia na plani ambayo maybe tulitaka tuwarazimishie kutoka juu, lakini tukaona mwanzo kama haijafanikiwa, so tuka switch at least tuwe kwenye transition ya defending to attack, yani tuanze kudefend kisha ndo tu attack, lakini pia na kujaribu kuziba zile gaps, kwa sababu Simba wanakimbia kwenye eneo la midfield kwa kufanya rotation, so ni watu ambao wana interchange position. Hilo ni jambo ambalo tulielezea mapema na wachezaji wetu wameadapt vizuri sana, kwa sababu at least kuna muda ulikuwa unaona wana retain zile spaces ambazo Simba wanataka kuzitumia, lakini pia huo moyo wa kujitoa, credit sana ni kwa wachezaji kwa kiasi kikubwa, kwa sababu wanasikiliza, alafu wanaenda wanatekeleza, alafu wanakuwa na moyo wa kupambana kutaka yale matokeo. Kwa hiyo ukiona timu kwa leo ni kama ni kweli wako wanapambana, kuna kitu wanakitafuta, kwamba tunatafuta is either point 3 tuwashtukize au point 1 ikishindikana, na tungeweza kupata hata point 3 mkiangalia mpaka filimbi na prizwa ni sisi tulikuwa tunaenda 1v1 na goalkeeper. Sawa, kabla ya mchezo, msimamo wa mashabiki, wachezaji pamoja na benchi la ufundi kwa wewe kocha ilikuwa ni kutokuruhusu goli katika mchezo wa leo. Mmeingia mkiwa mna confidence ya kutosha. Siri ya hii confidence mwalimu imetokana na nini? Siri kwanza ni yale matokeo ambayo tumeyapata kabla ya mechi hii. Unajua ukiwa na matokeo ambayo ni mazuri kuelekea kwenye mechi kama hizi, hauna sababu ya kuwaweka wachezaji wako kwenye pressure. So ilikuwa ni hali ya kujiamini, na tumewaambia wajiamini. Kwamba ikishindikana kucheza basi tu fight kwa ajili ya mpira, tusiwape nafasi kubwa sana ya wao kupata uhuru. Kwa hiyo kuna muda tumeshindwa kucheza kusema kweli, so tukaamua kufight. So unashindwa kucheza, then usimruhusu mpinzani pia asiwe na huo uhuru wa kucheza. Ndicho kitu ambacho tumekifanya. Sawa, tuambie, lakini nimekuona ukifurahia tu mara baada ya mchezo kuisha, umeruka kweli pale mwalimu. Nini hasa kimekufanya ufurahie kiasi kile? Angalia, mmetoa sare. Hatukufikia malengo ya juu, lakini pia tukupoteza malengo pia. So hiyo ni furaha kwamba malengo ya juu ni kushinda, lakini pia kama hujadhurika dhidi ya timu kubwa, unaweza kuona hizi timu kubwa zina draw mara ngapi na hizi timu za daraja la kati. Sahihi. Sio umeelewa? Kwa hiyo unaweza kuona at least tumekosa pointi 3 lakini hatujapoteza mechi. Na nikikwambia hii ni mechi ya 9, sisi tumepoteza mechi moja tu katika mechi 9 zilizopita. So naona ni consistency nzuri. Na tukishatoka hapa kama tumedraw na Simba, maana kuna daraja fulani kwa wenzetu tunajitengenezea ambalo linatusaidia sisi kwenye mechi zinazofuata. No, Dani nafikiri alianza kucheza mechi ya Mbeya City na mpaka ana mwendelezo mzuri, unaona anakuwa na mwendelezo mzuri. So sisi tunajaribu kuzungumza naye pamoja na kocha magolikipa kwamba ajiamini wakati ni wa kwake. Yuko hapa, sio mchezaji mgeni, na madam amedaka vile, nafikiri ni confidence nzuri, lakini pia tusisahau kama Dani ana uwezo mzuri. Ni mmoja wa vijana ambao sisi tunahitaji tuwape moyo, ni vijana wetu ambao wamekuwepo hapo kwenye timu ya Dodoma Jiji. Mimi nimefanya naye kazi biashara, kwa hiyo ni mtu ambaye pia tunamjua. Kwa hiyo ni kumpa confidence tu. Tell us, how difficult was it to play against your opponent? It wasn't too difficult. It was very clear that one team came to try and win a game and one team tried to just spoil the game. So a little bit disappointing in our opposition. The coach at the pre-match conference said he would come and attack, but it was clear that they celebrated a goalless draw. For me, you know, a few balls, the pitch purposefully not cut, time wasting from first half. Yeah, that's just disappointing and anti-football in my opinion. I can't fault my team. We played well enough to have won the game. We tried, commitment was really good. Maybe a little bit of detail here and there in certain moments can be better. But really happy with the commitment that they put in. If we play like this, we'll win many more matches. That's it. Coach, are you satisfied with the performance of your attacking players? I said I'm satisfied with my team's performance, yes. Let's talk about the next game you are going to play against Young Africans. Yes. How are you going to prepare for this game? Like we prepare for any other game. We will make sure we're well prepared. Obviously, you know, we have gained momentum. We're showing that we're a difficult team to play against. So yeah, obviously we need to recover from tonight's match and maybe disappointment of not getting all 3 points and get ourselves to Zanzibar as quickly as possible. And we'll prepare for that game.
Coach, as you said, the next game is Kariakoo Derby. What does this result means to you? No, I mean, every game you play for 3 points. So whether you play the Dome or whether you play Young Africans, we came to get 3 points. We tried our best to get 3 points. So once again, we'll go on Sunday against Young Africans. I'm looking forward to the derby. It's a big derby, and we'll be going out to ensure that we do give our best performance so that we can get ourselves 3 points. At the where was the opponent greater than, which led you to get a draw of 0-0? No, they were not. As I said, I'm not going to repeat myself. When a team comes to play for a goalless draw and celebrate it like they've won the league, it's disappointing for me. But it's fine. We will continue, keep working hard. The team is improving. Tonight was just unlucky that we weren't able to get a goal. So what should we expect for you and the whole entire team for the next game? Like we always get every week, commitment, quality, and the will to win a game.